baada ya siku 2 itakuwa Pasaka. Na mwana wa Adam atasulubiwa, atasalitiwa asulubiwe. Hapa anataja kwamba Pasaka baada ya siku 2 kutakuwa Pasaka. Na wakati huo linaingizwa la kusulubiwa. Unaona uhusiano, unaanza kuonekana uhusiano kati ya Pasaka na kusulubiwa kwa Yesu. Ujumbe wa leo, somo letu likae kwenye ujumbe huu. Je, kuna uhusiano gani kati ya Pasaka na kifo cha Yesu? Je, kuna uhusiano gani kati ya Pasaka na kifo cha Yesu? Sawa. Kwa sababu kuna kipindi ukikitazama katika Ukristo kuna vitu vinahusiana. Japokuwa Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 29 alikuwa anasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Lakini pale ni Pasaka, unakuta havijaenda sana kama ni Pasaka. Ni kama anaonyesha yule mwana-kondoo, mfano wa mwana-kondoo ambapo Ibrahimu aliambiwa mchinje mwanawe Isaka, baadaye akaona akamwona kondoo. Lakini vile vile ukitazama ni kwamba kama sio 13 Ufunuo 8 kuna mwana-kondoo aliyechinjwa ambao ni mfano kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo hatuendi sana katika hilo la Yohana 1:29, lakini nataka tupeleke moja kwa moja ambalo linahusiana na mlengo wa nini? Wa Pasaka na kifo cha Yesu. Ni somo zuri sana kwamba hili somo ndio kitovu cha Injili. Yaani hili somo Pasaka na kifo cha Yesu ni kitovu cha Injili. Kwamba hauwezi ukasema kwamba Mkristo anahubiri Injili bila kuwepo habari ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Sasa ni kwamba kuna mambo yaliyofanyika mengi katika Torati kwamba ni kivuli. Kwamba kivuli ni kitu kinachoashiria mambo yatakayo kuja mbeleni. Kwa unapotazama Pasaka peke yake, maana ni kwamba ni miongoni mwa zile sikukuu za nini? Za Kiyahudi. Kwa sababu wale kuna sikukuu ambazo ziko siku jumla 7. Sasa kuna siku za Kiyahudi ambazo ni jumla 7. Jumla ziko 7. Moja hapo ikiwepo Pasaka. Unaweza kuzitaja hizo kwa haraka sikukuu 7 za Wayahudi? Nitazitaja alafu zile baadaye zina maana yake katika Kristo Yesu. Sawa. Ambapo ya kwanza ni Pasaka. Pasaka. Ambayo ile inatakiwa isherehekewe jioni ya siku ya tarehe 14 mwezi wa Abibu kila mwaka. Unaposoma ile Kutoka sura ya 12. Lakini kuna sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ile maana unasema ni jioni ya tarehe 14, maana hapo itakuwa imeingia 15 mpaka tarehe 21 mwezi wa Abibu. Hapo katikati hizo siku 7 inatakiwa kula mikate isiyotiwa chachu. Katikati yake kwenye hilo wiki maana kuna itaangukia lazima kila zile siku 7 lazima itaangukia siku moja ya Jumapili ambayo ni Sunday. Hiyo Jumapili maana ni kwamba ni siku ya pili baada ya Sabato. Ile inaitwa nini? Malimbuko. Baada hizo 3 inafuata kule mbeleni, baada ya majuma 7, siku ya 50 toka ile siku ya malimbuko unapata kuna siku ya 50 inaitwa Pentecost. Baada ya Pentecost maana inafuata sikukuu nyingine inaitwa kumbukumbu ya kuzipiga baragumu. Ambayo hiyo kumbukumbu ya kuzipiga baragumu inatakiwa iadhimishwe kila tarehe 1 mwezi wa 7 wa Kiyahudi ambao unaitwa Ethanim kila mwaka. Lakini baadaye kunafuata sikukuu ya upatanisho ama atonement. Ambayo siku ya upatanisho inafanyika kila mwaka tarehe 10 mwezi huu wa 7 huo wa Ethanim kila mwaka. Halafu ya mwisho ni sikukuu ya vibanda inayofanyika kuanzia tarehe 15 mpaka 22 ya mwezi wa nani? Wa Ethanim. Unaona tena hata hivyo baada ya kuzitaja hizo nitaje kidogo kwamba hata hii kalenda ninaosema alioanzisha Moses Ben Maimon ambao ni tarehe 21 mwezi wa Lia mwaka 5785. Unapoitazama ni kwamba ilianza kwa mujibu wa uumbaji alivyozungumza yule bwana, ni kwamba inarudi katika kipindi cha tarehe Jumamosi tarehe 6 mwezi wa Oktoba katika mwaka wa 3761 kabla ya Kristo. Unapoifanyia mabadiliko ukiconvert kwa kalenda hii kalenda halisi ya nini hii ambayo sisi tunaitumia
ya kiroho inaangukia tarehe 10 mwezi wa Ethanim katika mwaka 3761 kabla ya Kristo. Unaona? Tarehe maana inaangukia siku ya mwezi unaitwa nani? Kipindi cha siku ya upatanisho. Kwa hiyo hata ukitazama hii kalenda ya hawa Wayahudi wa sasa, ina maana kwamba ilianzia baada ya kuanzia tarehe 1 ilianzia siku ya upatanisho tarehe 10, kwamba kwa ni jambo maalum sana. Na ndio maana ukitazama ni kwamba hata katika vile vita vya mwaka 1973 wakati Golda Meir alivyokuwa waziri mkuu, ina maana iliangukia tena katika hiyo siku ya 10 ya mwezi wa Ethanim, kama vile unavyoona tena katika mwaka 2023 ile Oktoba 7. Maana Oktoba 7 ile 6 maana bado ile siku ya upatanisho ambayo ni Yom Kippur. Kwa hiyo ina maana kwamba ukitazama ile siku ya upatanisho wanahesabia kwamba ni siku ya maana zaidi kuliko siku nyingine. Siku muhimu zaidi. Nadhani umeniulizia zile siku kuu, lakini bado nikasema somo letu linahusiana nini? Je, kuna uhusiano gani kati ya Pasaka na nini na kifo cha Yesu? Hebu naomba unisomee kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 8. 12 mstari wa 5 hadi 8. Inasema kwamba mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila. Mume wa mwaka mmoja. Mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. 6. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. 7. Endelea. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo. Damu yake ndio. Na katika kizingiti cha juu. Katika zile nyumba watakazo mla. Alafu naye nasema kwamba watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chatu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Hayo ndio maelezo ya kwanza tunayokuta namna ya walivyokuwa na toka Misri pale. Kwa hiyo ina maana kwamba kile kipindi wakati kunafanyika ukombozi wa wana wa Israeli kutoka Misri, ikaonekana kulikuwa na mapigo 9 ambapo Farao alipigwa mapigo 9. Kupitia mapigo yale ila waachie wana wa Israeli, lakini yote kila wakati akawa na shupaza shingo. Akawa moyo wake anaufanya mgumu. Ndipo ikaonekana kwamba kuna pigo moja la mwisho. Pigo lile la mwisho ni kwamba ni vifo vya wazaliwa wa kwanza vya watu pamoja na wanyama, kuanzia mfalme, wafuasi wake, hata mtu wa chini pamoja na wanyama katika nchi yote ya Misri. Kwa ndipo Musa akaambiwa kwamba basi kicha kufanya hiyo kuna kipindi kwamba wamwandae mwana-kondoo siku ya 10, lakini kuchinjwa kwake kufanyike siku ya 14. Kuna mtu anaweza akasema hapa, wapingaji wasema mwana-kondoo au sasa kondoo gani kutoka kwenye mbuzi? Ni kitu kingine, kwamba ndio maana kwamba anaweza kaita, kuna mahali palizungumza kuhusu habari ya kutenganisha kati ya mbuzi na kondoo. Lakini vile vile ni kwamba anaweza kaita Mungu anavyotaka. Ndio maana hata mtu kuna wakati Fransema tazama mwana-kondoo lakini ni mtu. Lakini hili tusiende huko. Kusudi letu ni kwamba atoke katika nini au ya mwaka mmoja. Lakini akishachinjwa ni kwamba ile damu yake ipakwe katika miimo ya milango ile iliyosimama na kizingiti cha juu. Sasa ili itokee ni kwamba baada ya hapo akasema Mungu atapita juu ya zile nyumba zote ambazo zimepakwa ile damu. Maana Mungu atapita. Baadaye atakuja malaika wa maangamizi. Atakapokuja maana yake ni kwamba ataua kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu au wa wanyama ambaye damu ile haijapakwa. Kwa ile Passover maana yake kupitwa, yani Mungu kupita juu kama anafunika. Kwa malaika wa maangamizi akija hamuoni mwanadamu ila anamuona nini? Anamuona Mungu. Kwa haweza kumwangamiza. Kwa hiyo ndio chanzo cha Pasaka. Na ikaonekana kwamba kwa hali yoyote baadaye wakapewa sheria kwamba wakifika kwenye ile nchi ya ahadi wakumbuke sana kwamba kila siku ya 14 ifanyike hivyo ili wa kumbukumbu.
tukisoma endelea sasa inavyoanza kwenda sasa kwenye agano jipya, Mathayo 26. Mathayo 26 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mathayo 26 mstari wa kwanza hadi wa pili. Ndio. Nasoma kama ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake. Mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka. Baada ya siku 2 itakuwa Pasaka. Na mwana wa Adam atasalitiwa asulubiwe. Na mwana wa Adam atasalitiwa asulubiwe. Unaona hapa vile husiana. Baada ya siku 2 itakuwa Pasaka. Na mwana wa Adam atasulubiwa atasalitiwa asulubiwe. Hapa anataja kwamba Pasaka baada ya siku 2 kutakuwa Pasaka. Na wakati huo inaingizwa la kusulubiwa. Unaona uhusiano unaanza kuonekana uhusiano kati ya Pasaka na kusulubiwa kwa Yesu. Jambo la ndio kichwa, je, kuna uhusiano gani kati ya Pasaka na kifo cha Yesu? Ndugu zetu wengi wakiwa Waislamu, Pasaka tu ni sikukuu yao, lakini ni kivuli ambacho kuna kitu hapa kunaanza kuonekana kama kuna connection kati ya Pasaka na kifo cha Yesu. Sawa kabisa. Ina maana hapo ina maana wengine hapa inakuwa waelewe kati kwamba kuna Pasaka na kifo cha Yesu, wengine wajua kwamba kuna uhusiano wote, si ndio? Ndio hili ambalo nataka tuzungumze. Sawa. Haina sababu ukiangalia Pasaka kama Pasaka. Kipindi hicho wakati wa mwaka huo 30. Maana yake ni kwamba kuishafanyika zaidi ya Pasaka 1525. Maana yake ile ni Pasaka ya 1526 ambayo siku hiyo kunaonekana bado inahusishwa tena na kifo cha Yesu. Lakini zilikuwa zishapita Pasaka 1525 kabla kifo cha Yesu. Kabla ya kitoka ile ya 14 mwezi wa Abibu katika mwaka wa 1496 kabla ya Kristo. Kwa sababu chukua 1496 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 30 kuna miaka 1526. Na ndio ule mwaka ulikuwa bado ni mwaka wa Sabato, kwa sababu chukua 1526 uigawanya kwa sababu ni kama unapata 200 kama 18 sabbatical year. Sasa umehusisha hilo, tumelisoma katika Mathayo 26:1 na 2. Lakini hebu jaribu kuchukua Mathayo 26. Hiyo 26 lakini kuanzia mstari wa 26 hadi 28. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 26. 26 soma. Nao walipokuwa wakila Yesu aliwatoa mkate. Nao walipokula Yesu alitoa mkate. Akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. 27 anasema, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, "Nyweni nyote katika hiki. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Kwa pale kuna swala la mkate. Lakini wakati huo ni kwamba ule mkate ni kama simbo ya mwili wa Kristo. Lakini kipindi kile kule Misri walikula mkate ambao ule mkate maana yake kwamba usiotiwa chachu. Lakini cha pili amezungumza habari ya damu. Ukizungumza damu kule nako yule mwanakondoo anapochinjwa kulikuwa na nyama ambayo kulikuwa na nyama, lakini hiyo tuiache, kuna hii sehemu yake kuna damu ambayo ile damu yake ilichukua katika mabakuli ndio ikaonekana kwamba ikapakwa katika nini? Miimo ya bilango na kile kizingiti cha juu. Vyote viwili maana mikate hapo imetajwa, lakini vile vile damu imetajwa. Japokuwa ile ilikuwa ni ya nini? Ni ya mwanakondoo, lakini hapa inazungumziwa habari ya damu ya Kristo Yesu. Umesoma hiyo, lakini sasa tumesema hoja yetu kwamba je, kuna uhusiano gani kati ya Pasaka na kifo cha Yesu? Soma Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 hadi wa 8. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 hadi wa 8. Inasoma kwamba basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Basi jisafishani mkatoe ile chachu ya kale. Mpate kula donge jipya. Mpate kuwa donge jipya. Mpate kuwa donge jipya. Kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Ndiyo. Kwa maana Pasaka wenu amekwisha kutolewa. Kuwa sadaka. Yaani Kristo. Unaona hapo tayari yeye amelizungumza moja kwa moja. Maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa
kuwa sadaka, yani Kristo. Anazungumza mtu mmoja anaitwa Paulo. Anaitwa Paulo mtume. Katika wale mitume 12 hayumo. Lakini yeye ameandika zaidi. Sasa kuna mtu anaweza amkataa asema Paulo si mtume. Okay. Ukimkataa mtume Paulo wakati Petro anamkubali, basi umkatae na Yesu. Kwa nini umkatae na Yesu? Kwa sababu Yesu akasema kwamba mimi ukinifuata mimi ambaye nimetumwa na Baba, ukinisikiza basi unamsikiza Baba. Na huyo nitakaye mtumwa ukimsikiliza, unanisikiliza mimi. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ukishamkataa Paulo, umkatae na Petro. Ukishamkataa na Petro, umkatae na Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ikaonekana kwamba katika nyaraka zake za Paulo, sura ya 2 anazungumza kwamba katika nyaraka za Paulo kuna mambo mazito ambayo watu wasio na elimu, maana ni elimu ya ufalme wa mbinguni, wanapotosha maandiko kama wapotoshavyo maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Kwa hiyo maana ni kwamba huyo Paulo kabla ya kuitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Na hivyo kuwa ni Sauli ni kwamba alipanda daraja katika dini ya Kiyahudi. Kisoma Galatia kwamba alifikia kiwango cha juu cha imani cha dini akiitwa Farisayo. Na alisomea chini ya mtu maarufu sana katika taifa lile, mwalimu anaitwa Gamalieli, anayeheshimika na watu wote. Na hata kile kipindi alipokuwa anakwenda Damascus Syria, kabla ya kwenda Damascus Syria, wakati wanafunzi wa Yesu wakiwepo Stefano, wakati anapopigwa mawe, Sauli alikuwa bado ni kijana mdogo, lakini alikuwa ni mwanaharakati wa nani katika kundi la Mafarisayo. Kwa hiyo hata zile nguo wakati wanamua aliziweka miguu na alifurahi kifo cha Yesu. Kwa hiyo ina maana kwamba kipindi hicho yeye alikuwa kwenye dini ya Kiyahudi. Akiwa anakwenda katika masinagogi, kwa sababu Mafarisayo walikuwa katika masinagogi. Japokuwa kuna Mafarisayo na Masadukayo, ila Mafarisayo wanaamini kwamba kuna kiyama ya wafu na kuna malaika. Na wanaabudu kwenye nini? Masinagogi. Ndio maana Uislamu unasema kwamba sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Wanajisibisha kwamba ni nini? Wale wote walikuwa ni Waislamu, wale Wayahudi walikuwa wanakwenda kwenye masinagogi. Basi hata kipindi hicho maana yake ni kwamba ukisema kwa kauli hiyo, maana Sauli naye alikuwa ni Muislamu kwa sababu alikuwa kwenye masinagogi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakisema kwamba ana matatizo Sauli, basi Muislamu mwenzao naye ana matatizo. Kwa hiyo kicho utakuwa umejichanganya. Sasa baada ya hapo ni kwamba alikuwa akilipiga kanisa. Kwa mpaka hata leo ukikuta mtu Muislamu anapingana na watu wanaitwa Wakristo, anachukua nafasi ya Sauli kabla hajawa Mkristo. Kwa sasa nimezungumza hiyo kwa makini. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyeongelea injili zaidi, aliyezungumza zile nyaraka zake, aliyepeleka injili kwa mataifa kwa viwango vya juu sana, alikuwa ni nani? Ni Paulo. Kwa hiyo maana yake wanajitahidi kupambana na Paulo ili wamuondoe kwenye mstari, kwa sababu kishamuondoa Paulo pale kuna kitu kinapungua ili wampachike Muhammad. Sasa hiyo biashara huwa haipo, inakata. Ndio maana semaje, inamkata mtu kwa vizuri sana, kwa sababu kuna kitu kimoja nisema, Biblia ile kile kitabu huwa kina uwezo kusimama peke yake bila kugusa chochote katika Qur'ani alafu ikasimama. Lakini Qur'ani haiwezi ikasimama peke yake bila Biblia, inabaki hewani. Kwa hata leo ukiitoa, kwa sababu kwanza unasema Qur'ani kwa unayosema kwamba imekuja mwaka 910 wakati kitabu cha Ufunuo kimefanya nini? Kimefungwa, yani kimekamilika alafu kimetiwa muhuri. Na kule mbeleni akasema hakuna uwezaye kukifungua isipokuwa mwanakondoo. Sasa huyu Muhammad alikuja kukifungua kile elezea vya kwake. Mamlaka hiyo ameipata wapi? Kwa sababu waliongelea tu kwamba hakuna mtu mbinguni mpaka malaika watu wakawa nalia kwamba hapa kama ndio hivyo inakuwa nani, akawa mpaka nalia Yohana kwamba hakuna mtu, baadaye asema hapana, yupo aliyeshinda, ndio anayekifungua kile kitabu cha nani? Cha Ufunuo ambacho cha mwisho, ambacho mwisho wake kinaeleza mambo yaliyoko mbele. Sawa. Hebu tujaribu kuangalia tena kwa mfano katika kitabu cha Mathayo, ule katika Mathayo. Tunaendelea kuchambua, baadaye ndio tutaenda katika mahesabu yetu. Maana sisi ni wazee wa siku. Mara nyingi ndio maana mpaka nimekulejea siku ya leo. Tunakwenda katika hayo, tunaenda kwa data za uhakika. Maana ni kwamba hatuendi tu kwa nadharia au kwenda kwa endelea. Nimesema nani? Mathayo 16 kuanzia mstari wa 5. 16:5. Hapa nasoma. Nasema kwamba nao wanafunzi wakaenda hata ng'ambo. Ndio. Wakasahau kuchukua mikate. Ndio. 6 anasema
Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Saba anasema kwamba wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Hebu iache tu hapo hapo. Jihadharini na nini? Na chachu. Nasema okay. Inatosha paza hapo hapo. Yapo nimeandika iendelee, lakini inatosha. Point yangu naipata hapo hapo. Jihadharini na nini? Ya chachu ya Mafarisayo. Masadukayo. Masadukayo. Ni karibu ni wale wa Masadukayo. Lakini mwisho wa siku ni kwamba chachu ni nini? Wakajua ni chachu ya mikate. Lakini kinachoonekana pale baadaye ikaonekana chachu inayozungumzwa ni mafundisho. Kuna Mafarisayo na Masadukayo. Masadukayo haamini kiama ya wafu. Kwa hiyo maana tunajaribu kwenda kwenye ile chachu. Ndio maana hata pale ukasema kwamba kuna sehemu katika Galatia sema chachu kidogo huchachua donge zima. Lakini bado haya yakaonekana kwamba ni mafundisho. Mafundisho yetu tunatakiwa kuwa nayo ni kwamba lazima yanyooke. Yatakaponyooka maana ni kwamba hayajakuwa na chachu. Hayajaharibiwa. Maana ukiatia chachu kidogo, lakini kuna mafundisho ya Masadukayo na Mafarisayo. Ni kama mafundisho mengi ya Kiislamu, maana ni kwamba anajaribu kuitia chachu. Na hiyo chachu ambayo inaingizwa, kwa kweli kuna upotevu mkubwa sana duniani. Upotevu wa viwango vya juu sana. Kwamba baada ya kuja kwa Muhammad anarudisha watu katika Torati. Kuna sehemu anazungumza kwamba ile damu ya Kristo ni ondoleo la dhambi. Halafu tunasema sasa kwa mfano kama taifa ondolewa dhambi. Basi muendelee. Hapana, Injili inazungumza kwamba akishakombolewa mtu, zile dhambi zake za kwanza zinakuwa zimefanya nini? Zimesamehewa. Lakini sio kwamba baada ya hapo endelee kutenda dhambi tena. Lakini maandiko yanasema kwa sababu ishafanyika mwana wa Mungu, hata akitenda maana yake ni kwamba anatoba, ana mahali pa kurudi. Ndio tofauti kati ya mtu aliyekombolewa. Ndio maana wana wa Israeli kutoka Misri walikombolewa, japokuwa ni kwa damu ya kondoo. Lakini mbeleni kule wanavyotaka kufanya uovu, bado msamaha wa Mungu ulikuwepo kwa sababu tayari wamesamehewa. Ndio maana katika Galatia kuna 6:5 wanasema kila mtu atabeba furushi lake. Ikifikia hatua ukakataa ukombozi, maana ndio sasa unaamua kubeba furushi lako. Lakini ikifikia hatua ukakubali ile damu ya ukombozi, unazaliwa upya. Za kwanza zote zinaondoka, lakini unalokimbilio. Sawa. Kwa hiyo maana ni kwamba kama unasema alikuwa anazungumza ile chachu. Lakini hili andiko hili ukilisoma ni kwamba kuna kipindi pale chini hii Mathayo 16 kuna mahali akazungumzia kwamba hivi mwanena mimi ni mwana wa nani? Wanazungumzia nani? Wanasema mwana wa Adam ni nani? Waliongea vitu vingi, lakini akasema wewe ndiwe nini? Ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mathayo 16:18. Baada ya neno lile Yesu akasema sio damu na nyama, yani sio akili zako ambazo zimekufunulia hili, lakini Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia hili. Halafu akasema nami juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Hajengi msikiti pale, anajenga kanisa. Lakini baada ya kwenda mbeleni kuna point alizungumza akasema mwana wa Adam anatakiwa anabudi kwenda Yerusalemu apate mateso na kuuawa na siku ya tatu afufuke. Petro akasema hapana, Bwana hayo hayatakupata. Ambao ni 16:23. Ndipo Yesu akasema rudi nyuma shetani, ukikwazo kwangu. Shetani pale alikuwa haonekani. Anaonekana mtu. Lakini huyo mtu ni shetani. Shetani watu wanajua kabisa ni yule kiumbe ambaye kwa namna fulani anampinga Mungu. Kwa hata leo ikifikia hatua mtu yote Muislamu kwa mfano akijaribu kutengeneza mazingira yanayozuia kifo cha Yesu, maana kuzuia hawawezi kishatokea. Ila anaweza kuleta masomo kana kwamba hakijatokea. Basi automatically unajua kwamba huyo mtu ni shetani ndani ya huyo mtu. Kwa neno la Yesu kwamba kwa mtu yote anajaribu kwamba hakijatokea, anajaribu na kuungana na mawazo ya Petro ya kipindi kile cha kuzuia kifo cha Yesu. Kama walivyosema kwamba hawakumuua lakini mtu alifanyaje. Kwa hiyo kama hilo ukishaliondoa, na ndio tunajaribu kwenda kwamba wanaondoa msingi mkuu wa ukombozi. Sasa ukisema ule msingi wa ukombozi, kwani sisi au wewe na mimi ndio tulipanga ukombozi uje kwa njia gani? Hakuna aliyepanga ukombozi uje kwa njia gani. Tumekuepo tunaviangalia vitabu ambao ni Biblia kwamba dunia ilitoka wapi, kikaja kitu gani, dhambi ikaingiaje, mwanadamu afanye nini. Mungu yeye mwenyewe akapanga huo mpango kwamba dhambi zitaondoka. Sasa kuna mtu kama anang'ang'ania kwamba mimi hicho kifo cha Yesu sikihitaji, nitajiokoa mwenyewe. Basi jitahidi sana, lakini nadhani kwamba mpango wa Mungu ni ukombozi aufanye yeye. Sawa. Sasa katika hili sasa kikubwa tumeongea hivi vyote. Tumezungumza je, kuna uhusiano gani kati ya Pasaka
na kifo cha Yesu. Tuje sasa katika masuala yetu ya mahesabu. Tunaona kabisa kwamba ule mwaka ambapo Pasaka ilitokea ilikuwa siku ya Jumatano, yani ule mwaka ilikuwa Jumatano tarehe 14 mwezi wa Abibu mwaka 1496 kabla ya Kristo. Ile Jumatano, sasa Jumatano inaisha kuingia Alhamisi ule usiku. Ndipo usiku unaokumbukwa sana, ambapo ule usiku ndipo alipotoka nini? Misri. Maana kulikuwa ni kama imeshatoka Jumatano ingia Alhamisi, ndio wanatoka kule Misri. Sasa unapokuja sasa kutoka kile kipindi mpaka sasa Yesu anavyozungumza sasa, kwa mfano ukisoma katika Yohana ile sura ya 12 mstari wa kwanza unasema baada ya siku anasema kabla ya siku 6 siku 6 kabla ya Pasaka. Siku 6 kabla ya Pasaka. Yesu alifika wapi? Betania. Sasa siku 6 kabla ya Pasaka, maana Pasaka ni siku ya 14 mwezi wa Abibu. Kwa hiyo 14 ukitoa 6 unapata ngapi? 8. Kwa mwaka ule wa 30 ina maana kwamba ilikuwa siku ya Alhamisi tarehe 8 mwezi wa Abibu ndipo Yesu alipokuwa nini? Alipokuwa Betania. Na alipokuwa kule, kama nakumbuka, ni kwamba kina Martha walikuwa wanaandaa chakula pale. Baada ya pale, manake siku ya pili yake, nadhani hebu isome katika Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza. Kwamba Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza. Kwamba siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania. Mstari wa kwanza huo, hebu iangalie. Nasema kwamba basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Naishia hapo. Kwa hiyo ina maana tayari ushaambiwa tu kwamba siku 6 kabla ya Pasaka. Kumbukumbu ya Pasaka lazima uwe nayo. Siku ya 14 mwezi wa Abibu. Sasa siku 6 chukua tu 14 toa 6 unapata 8. Sasa tarehe 8 mwezi wa Abibu katika mwaka ule wa 30, sio 31, 30 AD. Ukichukua tu ile mahesabu ya kwamba tarehe 22 mwezi wa Zivu 1496 kabla ya Kristo ilikuwa Jumamosi. Ukija hiyo tarehe ukipiga mahesabu zake za mwaka wa 1360 ukagawanya kwa 7, ni kama mwaka wa Sabato umejirudia. Kwa hiyo ile siku unaikuta tarehe 8 mwezi wa nini? Mwezi wa Abibu inaangukia Alhamisi. Unajua ule mwaka uliotoka Misri ambao ni mwanzo wa mwaka kwao, tarehe 1 mwezi wa Abibu ilikuwa ni Alhamisi. Kwa hiyo ule mwaka ambapo siku 6 mwezi tarehe 8 nao ni nini? Alhamisi. 8 toa 7 nabaki 1 ili ukienda kwa juu. Kwa hiyo ina maana kwamba ule mwaka ulifanana. Tarehe 1 mwezi wa Abibu mwaka 1496 kabla ya Kristo, wakati wa kutoka Misri, ilikuwa Alhamisi. Kwa hiyo na tarehe 1 mwezi wa Abibu mwaka wa 30 ilikuwa ni Alhamisi, ambapo ndio Yesu sasa tarehe 8 nayo ni Alhamisi, ambapo Yesu alikuwa Betania. Siku ya pili yake sasa alitoka kaenda Yerusalemu. Hebu soma katika Yohana sura ya 12 mstari wa 12. Yohana 12 mstari wa 12. Sema kwamba nayo siku ya pili yake watu wengi walioijia sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Kutoka wapi? Betania. Sasa ina maana kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku ya pili yake, ambao ni tarehe 9 mwezi wa Abibu mwaka wa 30 Anno Domino. Kwa kama maana hiyo itakuwa siku gani inayofuata? Kutoka Alhamisi nafuata siku gani? Ijumaa. Kwa hiyo Yesu alikuwa takiwa sasa aende Yerusalemu. Wanamtazamia kufika Yerusalemu siku ya Ijumaa tarehe 9 mwezi wa Abibu. Sasa baada ya hapo hilo andiko Yohana aliandika, akaliacha kwanza, akaliendeleza Mathayo. Soma Mathayo 21:17. Mathayo 21:17. Mathayo 21:17. Inasema kwamba akawaacha akatoka nje ya mji mpaka Betania akalala huko. Sawa, ina maana kwamba inaonyesha kwamba baada ya kufika ni kwamba ile siku, hebu soma na ngapi? Ni 21:17. Ambapo baada alivyofika pale alirudi tena wapi? Alirudi tena Betania akalala huko. Yaani maana sawa kabisa. Kwa tayari hapo ameshafika tena hapa, baadaye akarudi. Alikuja afu akaenda. Unajua ile siku ambayo 21:17 ukiangalia Yohana 12:12
ambayo siku ya Ijumaa ndio siku ile aliyopindua nini? Aliyopindua meza, aliyosafisha ile hekalu. Baadaye kama unasema hii inatuambia kwamba akaenda karibu na Betani. Haya, baada ya hapo ukiangalia 21:18, hiyo Mathayo 21:18. 21 anasema kwamba hata asubuhi alipokuwa akienda mjini aliona njaa. Sasa anatoka tena Betania, anarudi mjini Yerusalemu. Sasa hiyo siku ni tarehe 10 mwezi wa Abibu, hiyo ni siku ya Jumamosi. Na ndio siku sasa ukitazama hiyo yote, unapotazama yote Mathayo, hiyo sura ya 21 sasa kwenda mbele. Mathayo sura 22 yote, Mathayo sura 23 yote ni kipindi ambacho sasa yuko hekaluni. Yaani msema kuanzia mstari huo 21:18 ina maana sasa aishaingia hekaluni. Anafundisha siku ya Sabato ambayo ni tarehe 10 mwezi wa Abibu katika mwaka wa 30. Kwa hiyo ukitazama hiyo yote Mathayo 22 ni maneno wanayozungumza akiwa hekaluni siku hiyo. Mathayo 23 ni maneno aliyokuwa hekaluni siku hiyo. Na ukitazama kile kipindi kwenye Kutoka, waliambiwa kwamba siku ya 10 ndio siku ambayo ikabidi kwamba wamwandae nini? Yule mwana kondoo. Kwamba asiwe na wala ila, maana asiwe kilema. Kwa hiyo siku ya 10 hiyo ndio Yesu sasa amekaa mbele ya Mafarisayo, Masadukayo wampime viwango kwamba anafaa kuwa mwana kondoo. Kwa wakampima ikaonekana hana ila wala mawaa, akawa anaandaliwa kama mwana kondoo aliyekuwa anaandaliwa kule. Na ndivyo ilivyo. Sasa baada ya hapo hebu soma Mathayo 24 mstari wa kwanza. 24:1. Yasema kwamba Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Unaona sasa hapo ina maana kwamba maana Sabato sasa walikuwa kwenye Sabato mle. Na Sabato inaishia jua linapokaribia kuzama pale. Likiishia kuzama ishaanza kuwa siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo maana yake baada ya hapo sasa akawa na wanafunzi wake wache Mafarisayo sasa tena. Akiwa nao faragha. Anapokuwa nao faragha ndio akanamuuliza kuhusu ile jengo, ndio akawa sasa anawaambia habari za siku za mwisho. Kwa habari za siku za mwisho ni siri aliyokuwa nayo kwa wanafunzi wake, lakini Mafarisayo na Masadukayo kule waliikosa. Anaongea nao faragha mambo ya msingi. Kwa ukitazama pale ndio unaona Mathayo yote 24, Mathayo yote 20 na ngapi? Na 5, ambayo yanazungumzia habari ya kubomolewa kwa hekalu la Yerusalemu na habari ya siku za mwisho. Ukisoma sasa Mathayo 26:2 alivyomaliza hapo sasa, hebu isome Mathayo sura 26 mstari wa 2. Nasema kwamba mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Unaona alipomaliza maneno hayo, sina alipoanzia 21 26:2 anzia moja anasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake, najua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Itakuwa Pasaka na mwana wa Adamu baada ya siku ngapi? 2. Ile nilikwambia siku ile sasa ile faragha wanaofanya faragha ishaingia siku nyingine. Amu tarehe 10 Jumapili au siku ya kwanza ya juma, tarehe 11 mwezi wa Abibu mwaka wa 30. Sasa ina maana wanamaliza baada ya kumaliza mazungumzo akamwambia najua baada ya siku 2. Maana yake ni kwa baada ya tarehe 12 ambayo ni Jumatatu, na baada ya siku 2, maana yake baada ya tarehe 12 na 13. Zile siku 2 zikipita inaingia siku ya 14. Kwa hiyo si mnajua leo baada ya siku 2 itakuwa Pasaka. Kwa anakulengesha pale kwamba itakuwa Pasaka, lakini hiyo Pasaka na mwana wa Adamu atasalitiwa ili asulubiwe ndio vinaungana pale. Sasa ukija sasa ni kwamba hizo siku Jumatatu kama alikuwa na mapumziko, lakini sasa unachoanza kukikuta ni kwamba ndipo tunakwenda sasa katika ile habari ya ishara ya Yona. Katika Mathayo 12:40 akasema kama vile Yona alivyokuwa ndani ya tumbo la nyangumi siku 3 usiku na mchana, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa nchi siku 3 usiku na mchana. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba ndio ile somo ambalo tunakutana nilizungumza na wewe katika Mathayo 23 kuanzia 52
ambapo sasa ukitazama 58 na kuendelea pale iko hadi 56, inaonekana kwamba sasa wenzetu mara nyingi sasa hasa wa Sabato na rafiki yangu kijana wangu Francis Ndacha wanasimamia pale kwamba wao sasa wanajaribu kulazimisha habari ya Ijumaa kwa kuangalia ile andiko la sehemu moja, wameliunganisha. Sasa Lakini ninachosema ni kwamba kwenye hili kafeli. Hili kafeli vizuri sana kwa sababu kalenda mimi nakupatajia mpaka siku hawezi kufanya hicho kitendo. sasa Kwa hiyo kwa namna fulani unaona ile ishara ya Yona tulikuwa tunazungumza pale mwanzoni kwamba tayari maana yake kwamba siku ya 15 maana ile siku ya 18 wakati Sabato inaisha, Sabato ikaanza kuingia. Sabato inayoanza kuingia sio Sabato ya juma ya siku, ni Sabato iliyoingia siku ya 15. Ni ile siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu. Ndio iliyofanya nini? Iliyoingia. Hapo ni lini? Alhamisi. Ikaja Ijumaa. Ikaja sasa pale katikati Jumamosi. Sasa pale katikati baada kama zilifuatana mbili. Hiyo ya Alhamisi ni pumziko la siku ya mikate isiyotiwa chachu. Ijumaa ikawa nani? Kutoka Alhamisi Ijumaa ikawa tena maandalizi. Jumamosi ikawa sasa Sabato halisi. Sasa ndio nakuja sasa Mathayo 20 ndio kana ilipoisha Sabato sasa halisi. Kwa yani jinsi Mungu, neno la Mungu, unajua kuna kwenda katika habari ya uinjilisti. Uinjilisti mtu yote anaweza kufanya. Lakini Biblia katika Waebrania sura ya 5 ile anasema tusiwe walimu wengi kwa sababu itatupasa hukumu iliyo kuu zaidi. Kwa utakapofundisha sawa na neno, maana ni kwamba tayari unafundisha kitu ambacho ni cha msingi zaidi. Injili ni kweli inahubiriwa kila mahali. Hata Waislamu wanapomtaja Yesu na atahubiriwa kwa namna yote. Lakini lazima tuchujane kwamba ifikie hatua ni kwamba kiburi ndio tatizo. Kwamba mtu tayari kama akishafikia hatua amejitangaza sana kwamba kwa mfano ifikie hatua labda Ndacha, ifikie hatua watu wengi ambao ni maarufu, baadaye ikafikia hatua ukamuonyesha kwa moja kile kitendo. Huwa mara nyingi sasa wanaweza kafunika asiangalia kwa sababu tayari ni kama amejenga kitu kwa muda mrefu sana. Halafu kama sisi wengine from nowhere hatuna maarufu wowote. Na ndio maana kama ninachosema ni kwamba dunia hii na watu wengi wazuri sana ila hawajasema. Sawa. Kwa wale wanaosema labda kina Mazinge anaweza kaja, Mazinge ni kama ni msanii tu fulani. Kiasi kwamba kutokana na ule uzoefu wa saikolojia anaweza kaja pale akakutisha na kutazama hivi. Ayo kutazama kwa sababu hujazoea platform zile. Kwa namna fulani inaonekana kana kwamba haujui. Kuna watu wanajua sana ile wamenyamaza. Kwa hata sisi tunayozungumza ni kwamba nimeongea hivi, hata ndugu zetu hawa wanaotufuatilia waendelee kutufuatilia. Sawa. Kwa sababu sisi naweza kusema kwamba tunaibuka, sio watu wakubwa, ni watu wadogo, tunaibuka. Tuna mambo makubwa mengi. Lakini tunataka kutuunga mkono, kuangalia ile channel maana yake tuna mambo makubwa ambayo kama wengine wangeasema sisi hatuna haki ya kusema kwa sababu yatakuwa ni marudio, hakuna jipya. Ndio hata kimwangalia simulizi anakutana nao mpaka wanamchanganya. Akija Ndacha akiongea anaeleweka. Akija Muislamu akiongea ni kama yaendelea. Hata yeye nikimtazama japokuwa amebaki kama katikati platform, lakini bado na yeye yuko vizuri sana kama simulizi pale. Atatuhitaji na sisi kwa wakati fulani kwa sababu sasa chenga zimekuwa nyingi. Sasa sisi wengine sasa tutakwenda kwa chenga ni kufunga goli.